Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika mwendelezo wa kuzungumzia juu ya ibada ya zaka na sadaka, ambapo jana tulilianza somo hili na inshallah tutaliendeleza mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapotujalia. Tukiwa sehemu ya pili ya kuzungumzia kuhusu ibada hii, jambo la kwanza leo nitapenda kuzungumza umuhimu, ili mtu afahamu umuhimu wa kutoa zaka na kutoa sadaka, ili mfanyaji wa jambo hili ajue umuhimu wa kile anachokifanya. Jambo la kwanza, zaka ni ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifungamanisha na ibada ya swala. Katika nyingi ya aya za Qur'ani iliyotaja swala imetaja na zaka. Hii maana yake ni kwamba ikiwa wewe waswali usiache kutoa. Hii ndio maana yake. Wengi katika sisi alhamdulillah tunaingia misikitini kuswali, lakini tunapoambiwa kutoa nafsi zetu zinakuwa ngumu sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi katika Qur'ani anapozungumzia jambo lolote la kujitolea katika dini, anatanguliza kusema bi amwalikum wa anfusikum. Kwanza ni kwa mali zenu, kisha nafsi zenu, kwa sababu hapa kwenye mali ndiyo kwenye mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amesema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa aqimu salata wa atu zakat, simamisheni swala na mutoe zaka. Unaona hivi vitu vimekwenda pamoja, simamisheni swala na mutoe zaka, sio muswali tu alafu musitoe. Allah anasema, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote kile ambacho utakitanguliza kwa ajili ya nafsi yako katika kufanya kheri, utakwenda kukikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akaongezea neno hapa kwamba utakwenda kukikuta kimekuwa bora, kimekuwa kikubwa, kimekuwa. Ndugu zangu, katika maisha yetu haya ya dunia, unapoitoa 1000 yako unaiona ni ndogo sana, 100 yako unaiona ni ndogo sana, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi utakwenda kujuta. Utaona bora nilitoa 1000 nikabakisha 2000 mfukoni, ningezitoa zote, kwa yale malipo utakayoyaona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itoshe tu kwamba kutoa ni katika sababu ya kumkinga mwanadamu na shari nyingi sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametueleza akatuambia, mwanadamu hukingwa na joto la kaburi kwa kule kutoa kwake. Mwanadamu atakwenda kuwa sadaka ni kivuli chake siku ya Kiyama, siku ambayo ina joto kali sana. Kwa hiyo hii yote ni kuonyesha umuhimu wa kutoa. Lakini jambo la pili, tufahamu ya kwamba ibada hii ya kutoa ndio ibada peke yake iliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo itamfanya mwanadamu wakati wa mauti wake atajutia. Hatukuambiwa mtu atajutia kuswali, hatuambiwa mtu atajutia kufunga, hatukuambiwa mtu atajutia kuhiji, lakini tumeambiwa mtu atajutia kutokutoa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa anfiqu, natoeni, mimma razaknakum, katika kile tulichokupeni. Sio chote, mimma, katika kile ulichopewa. Kuna kinachotakiwa kutolewa tu, wewe toa kile kinachotakiwa, ukuambia utoe chote. Allah anasema, min qabli an ya'tiya ahadukumul maut, kabla haijamfikia mmoja wenu wakati wa kufa kwake. Toa kile unachotakiwa kutoa kabla haijakufikia wakati wa kifo chako. Allah anasema, fayakula, akaja akasema yule mwenye kufa wakati wa kufa kwake, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ewe Mola wangu wa haki, nicheleweshe na mimi katika kutolewa kwangu roho japokuwa kidogo. Kwa nini? Fa asaddaka wa akun minas salihin, ili nipate kwenda kutoa na mimi niwe katika waja wako waliokuwa wema. Angalia namna gani tunavyoelezwa kwa ufasaha kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, namna mwanadamu atakavyojutia siku ya mauti yake. Kwa nini mimi na wewe tusubiri kujuta?
Kwa nini tusitoe leo tukiwa hai? Ndugu zangu, kwa kuendeleza darasa letu hili, zipo aina nyingi mno za zaka ambazo mtoaji wa zaka anatakiwa azifahamu na azisome na ajue namna gani katika ile zaka yake anatakiwa kutoa. Mtazitaja haraka haraka aina kama 4 au 5 za zaka. Aina ya kwanza ni zakatul mal, yani zaka ya mali au ya biashara, na hii ndio tutakaoizungumza kwa sababu hii ndio imechukua nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Wengi katika sisi wako sokoni, wanauza, wana maduka yao, wana magari yao, wana maboti yao, yani watu wengi katika sisi tunafanya biashara za aina mbalimbali. Wengine wenda nunua wakaja wakauza, wengine watoka nje wakaleta, wengi ni wafanyi biashara. Kwa hivyo hii ndio tutakaoizungumza kwa kina, kwa sababu inachukua sehemu kubwa ya maisha yetu tunayoishi. Lakini kuna aina ya pili ya zaka ambayo ni zaka ya madini. Kuna watu wanachimba madini. Huyu anayechimba madini hafanani na huyu anayefanya biashara. Lazima mwenye kufanya biashara ajue katika biashara yangu natoaje, na mwenye kuchimba madini ajue katika kuchimba kwangu madini natoaje. Kisha kuna zaka ya mifugo. Mtu ambaye anafuga, kuna mtu afuga kuku, kuna mtu afuga ng'ombe, kuna mtu afuga njiwa, kuna mtu afuga sungura. Je, wote hawa watoa zaka? Je, zaka zao ni zipi? Lazima mtu ajue, asije akaona tu kwamba bana mimi nafuga kuku wangu akaona kwamba mimi nitatoa sawa na anayefuga ng'ombe. Hapana. Soma, uliza, jua, sikiza ili ufahamu nastahiki kutoa au sistahiki. Kama nastahiki, ni kiwango gani natakiwa kukitoa. Kisha kuna zaka ya mazao. Kuna wakulima ambao wanalima. Je, kila mkulima anatoa sadaka, anatoa zaka? Kuna wakulima wanaolima mazao ya chakula, maharage, mahindi, ngano na vitu kama hivyo. Kuna wakulima wanaolima tomato, biringanya, bamia. Wote hawa wanatoa zaka? Wote hawa zaka zao zinafanana? Lazima watu wayajue haya. Lakini kuna zakatul fitri. Zaka hii ambayo inatolewa mwisho wa mwezi wa Ramadhani baada ya muandamo wa mwezi, na hii ni zaka muhimu sana ambayo mara nyingi watu wanaidharau, na kwa sababu hawajui faida yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika zaka hii ametuambia ni safisho la ile saumu yako na ni chakula kwa ajili ya maskini. Katika kufunga kwako kuna mambo mengi unayafanya. Katika kufunga kwako waweza kuwa umesengenya, umesema uongo, umekasirika, umefanya jambo ambalo halifai, umezungumza, umefanya mambo ambayo hayaridhishi, yanaharibu saumu yako. Zakatul fitri ndio kifutio cha yale makosa yako madogo madogo uliyokosea katika saumu. Hivi ndivyo ilivyo zaka ya aina yoyote. Katika mali yako kuna vitu vingi sana unavifanya ambavyo huvijui, havimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Itoshe wafanyi biashara wengi ni waongo. Kila aina ya uongo nao. Kitu hiki kakinunua China, hii bana Germany, hii bana Italy. Sasa toa zaka, angalau uweke hifadhi ya mali yako. Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kutoa zaka, na Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kheri kutokana na hayo. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.